Ni siku ya Jumamosi. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Na neno la Mwenyezi Mungu tunalipata katika Injili ya Yohane sura ya 15 aya ya 18 hadi ya 21. Nitaisoma. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Iwapo ulimwengu ukiwachukia, mwajua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake. Lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali mimi naliwachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu umewachukia." Likumbukeni lile neno nililowaambia, mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Ikiwa waliniudhi mimi, watawaudhi ninyi. Ikiwa walishika neno langu, watalishika na lenu. Lakini haya yote watawatenda kwa ajili ya jina langu, kwa kuwa hawamjui yeye aliyenipeleka. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, ni maneno ya uchungu sana ambayo Bwana wetu Yesu Kristo anawaeleza kinaga ubaga wale wanafunzi wake ambao walitoa maisha yao wakamfuata yeye kwa muda wa miaka 3. Usisahau ulikuwa ni usiku wa Alhamisi Kuu. Wakati huo Yuda sasa ndipo ameenda kuandaa kikosi kile cha maaskari kuja kumsaliti. Anawaeleza maneno haya kwamba mtambue chuki ya ulimwengu ambayo itakuja juu yenu ninyi. Yesu Kristo aliyekuwa ni mwana wa Mungu, katika maisha yake yote aliwaponya watu, alifufua wafu, aliwalisha, aliwatendea mema, hakutenda ubaya wowote ule, na wote walisema hivyo. Ingawa alitenda mema hayo yote, lakini bado watu walimchukia. Na anawaambia kwamba na ninyi pia watawachukia. Mtatenda mema kwa watu, mtahubiri neno la Mwenyezi Mungu, lakini mtambue kwamba ulimwengu huu utawachukia ninyi, kwa sababu ninyi ambao ulimwengu unawachukia mna bahati kubwa sana ambayo imekuja katika maisha yenu, na bahati hii ni ile ambayo anasema mimi nimewachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu umewachukia. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu katika ulimwengu huu wamepata nafasi kubwa ya kuweza kuchaguliwa na Yesu, yani kwenda mbinguni. Wao si raia wa duniani hapa, wao wana uraia pacha, yani baada ya maisha hapa duniani wao watakwenda mbinguni na wataenda kukaa na Bwana milele kule mbinguni. Sasa wale wote ambao wameshindwa kupata nafasi ya kuweza kuchaguliwa na Yesu Kristo kwenda mbinguni, wanawaonea wivu wale ambao wamepata nafasi ya kuchaguliwa. Ukiona katika ulimwengu huu umetenda mema katika maeneo mbalimbali, ofisini, kwenye familia, umetenda mema katika Ukristo wako, na bado watu wakakuchukia sana, utambue wewe si raia wa duniani hapa. Utambue wewe umechaguliwa, wewe ni raia wa mbinguni. Wanakuonea wivu. Jipe moyo, songa mbele. Yesu anazungumza kwamba likumbukeni lile neno nilowaambia, mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Ikiwa waliniudhi mimi, watawaudhi na ninyi. Ikiwa walilishika neno langu, watalishika na lenu. Yesu Kristo aliongea na Sauli ambaye katika kitabu cha Matendo ya Mitume alikuwa anaenda kuwaua Wakristo kule Damasco. Na alipomtokea katika safari ile, Sauli alipoanguka chini, alipoona ile mwanga, na Yesu akasema, "Sauli, Sauli, kwa nini unaniudhi?" Na ndio maneno haya anasema kwamba watawaudhi. Mojawapo Sauli alifanya matendo kama haya. Hivyo basi, kwa sababu walimuudhi Yesu Kristo, utambue kabisa kwamba na sisi pia, na wewe pia utaudhiwa. Ingawa katika kuweza kufanyiwa mabaya hayo, wanasahau kwamba vyovyote vile unavyomfanyia mmoja ya hawa wadogo, unamfanyia Yesu. Ndio maana alimwambia, "Kwa nini Sauli unaniudhi?"
Wanavyokufanyia maudhi, wanavyokutesa, wanavyofanyia chuki, wanamfanyia yeye mwenyewe. Hivyo basi wewe usilipize uovu kwa uovu, usilipize chuki, usilipize na wewe ukawafanyia ile maudhi, kwa sababu wanachomfanyia wewe wanamfanyia Kristo, na yeye anasema kwamba walishamtendea mambo hayo. Usije ukaogopa katika nyakati ambazo utakavyokuwa unawafundisha watu neno la Mwenyezi Mungu wakakataa kulipokea neno la Mwenyezi Mungu. Anasema kwa sababu hawakulipokea neno la Kristo, na wewe pia hutaweza kupokelewa. Ujumbe wa leo umebeba kitu gani? Ujumbe wa leo umebeba faraja kubwa kwa wale wote ambao wapo katika safari ya kwenda mbinguni. Kukataliwa kupo, chuki ipo, utaudhiwa, lakini jipe moyo. Yesu yuko mbinguni, anaandaa makao. Anasema pale alipo yeye, anasema na sisi tutakuwepo. Kwa hiyo katika siku ya leo anasema hivi Yesu kwamba wale wote ambao katika maisha ya duniani hapa watatendewa mabaya kwa ajili ya jina lake, kwa kuwa hawa watu wanaokufanyia mabaya hawamjui, wajipe moyo, kwa sababu tayari thawabu yao itakuwa kubwa huko mbinguni. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.